nikiwa na huzuni, nikitafuta njia ya kaburi la huzuni, lakini sauti ikasema, hayuko hapa, amefufuka. Na moyo wangu ukajua, nami nimefufuka. Jiwe limevingirishwa, tumaini limerudi, ushindi ni wa uhakika. Ndio, kaburi limeshindwa, mimi nimepona. Yesu alishinda, nami nimepona. Aibu imeondoka, ushindi ni wangu. Nimefufuka na sitarudi tena. Bwana wetu Yesu Kristo apewe sifa. Ndugu msikilizaji na mtazamaji, mahali popote ulipo ulimwenguni, niendelee kumshukuru Mungu sana kwa ajili ya Jumapili hii njema, ambayo nina hakika kabisa ni njema na ni ya kipekee ulimwenguni kote, na upekee wake unaenda mpaka katika mioyo ya wanaoamini. Tukio kubwa sana na la kihistoria na la kipekee mno lililotokea miaka mingi iliyopita, na sisi tumepata nafasi ya kusikia kupitia maandishi ya kwamba kuna mtu aliyeitwa Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliyejitoa msalabani kwa ajili ya dhambi ya ulimwengu, ambaye alipigwa msalabani na baada ya siku 3 alifufuka kutoka kwa wafu. Kwa hiyo katika siku hii ya leo ni siku ambayo tunasherehekea, tunaungana na wengi wanaoamini tukio hili ya kwamba lilitokea. Tunaungana na wengi wanaokubali ya kwamba hakika mwanadamu na maisha yake hawezi kushinda tu kwa sababu ya kuwa na vitu vya mwilini, lakini anaweza pia akawa ni mshindi kwa kupewa uwezo wa kushinda dhambi na uovu. Katika siku hii ya leo, ndugu msikilizaji, natamani sana unaposikia ujumbe huu ukusaidie kukuonyesha wazi ya kwamba ni mtu mmoja aliyeumia, mtu mmoja ambaye alibeba mateso, mtu mmoja aliyekubali aibu zetu, mtu mmoja ambaye alikubali kuumizwa, alikubali kulia, alikubali kudharaulika, ili sisi tupate kuheshimiwa, ili sisi tupate neema, tuvikwe vazi jipya, vazi linaloturuhusu kuingia katika uhusiano kati yetu na Mungu, katika ushirikiano kati yetu na Mungu, hata kuweza kusimama mbele yake na kumwambia Mungu, tunaomba tenda hili. Mungu, tunaomba ufanye hili. Mungu, tunaomba simama nasi. Bwana Yesu apewe sifa. Kabla sijaendelea, naomba nimshukuru Mungu. Mungu uliye mwaminifu, ambaye ulimleta Mwokozi wetu Yesu Kristo na ukamleta duniani ili aweze kupambana na nguvu ya uzuizi na vizuizi vya giza, hata ukampa uwezo wa kufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Wewe Mungu ambaye pia hukumwacha kaburini, siku ya 3 Roho Mtakatifu ulimuhuisha tena Yesu Kristo kurudi katika utu na uungu wake, ili kuweza kuionyesha wazi ya kwamba dhambi haina nguvu tena, wala mauti haina nguvu tena, wala magonjwa hayana nguvu tena, hata kaburi na lenyewe halina nguvu tena. Mungu ushukuriwe kwa sababu ni mwema. Tunakurudishia utukufu na heshima.
Asante kwa kuwa unapenda kutufundisha na kutukumbusha juu ya tukio hili kubwa na la kihistoria na lisiloweza kusahaulika. Hata kama vitabu vya historia vyote vitafutwa, lakini mioyo ya watu inajua yuko Yesu mwenye uweza. Hata kama historia zote zitaondolewa, lakini watu watajua yuko Mwokozi wa ulimwengu, anaitwa Yesu Kristo. Sema nasi ili tuweze kusikia ya kwako. Sema nasi ili tuweze kupona. Katika jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi, tumeomba. Amen. Ndugu msikilizaji, katika siku hii ya leo, Jumapili hii ya kipekee, ninatamani kuleta ujumbe huu. Ni ujumbe wa ushindi sana, ya kwamba kaburi halitoshi kumzuia Mungu. Ufufuo kwa kizazi kilichochoka. Kaburi halitoshi. Nimetumia neno halitoshi, kwa maana nyingine ningesema haliwezi, kwa maana nyingine limeshindwa kumzuia Mungu. Na ninasoma andiko kulingana na jinsi ilivyoandikwa katika Luka 24 mstari ule wa 5b mpaka 6a. Natumia Amplified Bible kwa Kiswahili, kwa tafsiri ya Kiswahili. Maandiko yanasema hivi: mbona mnamtafuta aliye hai kati ya wafu? Hayupo hapa, bali amefufuka. Hayuko hapa, bali amefufuka. Na ningesema wazi, ndugu msikilizaji, maneno haya ni mazito na ya kushangaza sana. Ulikuwa uko kwenye msiba. Jana tulizungumza habari ya msiba, habari ya misiba sio mmoja. Alafu ghafla unaenda kwenye kaburi la ndugu yako ambaye una uhakika amekufa. Alafu unakutana na kauli ya namna hii kwamba mbona unamtafuta ndugu yako aliye hai kati ya watu waliokufa? Anasema hayuko hapa. Hii ni kauli ya kipekee. Wakati mwingine ungesema ni kauli ambayo inajaribu kutokuona maumivu ulionayo. Ungefikiri kwamba hao watu wanakudhihaki. Lakini kauli ya malaika ni sauti ya mbinguni kwa kizazi kilichozikwa ndani yake. Kizazi kinatakiwa kusikia maneno ya namna hii. Malaika wanakuja. Sema swali hili la malaika lilionekana rahisi, lakini lilikuwa na uzito wa mabadiliko ya historia kubwa ya wanadamu. Halikuwa na dhihaka, lilikuwa la kuamsha ufahamu wa watu waliokuja na akili ya msiba. Na wakati unaweza ukaenda mahali na akili ya shida, ukaenda na akili ya umasikini, ukaenda na akili ya msiba kama hawa wanawake walioenda kaburini. Lakini malaika wanakuja kukuamsha akili kwamba wewe sio mtu wa kufikiri msiba. Yesu tayari alikuwa ameshinda vita. Tayari msiba ulikuwa haupo tena. Tayari umaskini ulikuwa haupo tena. Tayari ugonjwa ulikuwa haupo tena. Tayari dhihaka zilikuwa hazipo tena. Tayari vilio vilikuwa havipo tena. Machozi yalikuwa hayapo tena. Walimtafuta aliye hai mahali ambapo hapasi kuwa tena, pale ambapo ni kaburini. Na leo ningesema, ndugu msikilizaji na mtazamaji, kizazi hiki bado kinajaribu kumtafuta Yesu hai katikati ya mazoea ya dini yasiyo na uzima. Lakini pia yanamtafuta Yesu katikati ya historia ya aibu. Wakati mwingine anamtafuta Yesu katika makaburi ya lawama, dhambi na kukataliwa. Nafahamu kabisa hakuna mwanadamu yeyote ambaye amewahi kupita katika uchungu anaweza kirahisi kusahau uchungu aliopitia. Lakini Biblia inatuambia, hawa malaika wanatukumbusha kwamba tusiangalie na tusimtafute huyu ambaye tunataka atusaidie katika lawama. Tusimtafute huyu tunayetaka atusaidie kwenye dhambi. Tusimtafute huyu tunayetaka atusaidie katika hali ya kukataliwa. Maana yake anaungana na ile neno kwamba ni muhimu tusahau yaliyokwisha kupita, yasiwe ni sehemu ya historia yetu leo. Bwana Yesu asifiwe. Swali hili linaulizwa tena leo: kwa nini unamtafuta aliye hai kati ya wafu?
kwa nini unamtafuta aliye hai, mwenye uweza na nguvu za ajabu kati ya watu wanyonge? Kwa nini bado unakaa kwenye kaburi la kosa la zamani, wakati Yesu hakukuweka hapo wala hakuendelea kuishi hapo? Kwa nini bado unazunguka kwenye huzuni, wakati uzima tayari umefunguliwa kwako kwa njia ya Yesu Kristo? Sikatai kwamba marafiki wamekugeuka, sikatai kwamba ndugu wamekuchukia, sikatai kwamba mifumo imekukataa, sikatai kwamba una ugonjwa, sikatai kwamba unafika mahali unaona wakati ni mgumu kuliko kuona urahisi. Lakini unaye yeye Yesu ambaye Biblia inatuambia ametangaza ushindi. Ametangaza ushindi dhidi ya mateso, ametangaza ushindi dhidi ya watesi, ametangaza ushindi dhidi ya dhoruba, ametangaza ushindi dhidi ya umasikini. Hili ni tangazo. Unachokililia Mungu alishakifufua. Ondoka kaburini. Ndugu msikilizaji, nafahamu kusudio la adui zako wote ilikuwa wakuone ukikaa kaburini, lakini Yesu anakuja kwa njia ya kipekee sana akikwambia, kwa nini unakuja kaburini? Ondoka kaburini. Kwa nini unakaa kaburini? Ondoka, amua kuondoka kwenye kaburi hilo. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka katika ujumbe ambao nilikupa siku iliyopita, Mungu alitusaidia kutafakari kwa habari ya kuomba ombi hili ya kwamba Bwana usiniache kaburini. Na kwa hakika ujumbe huu unasema na wewe tena leo. Mwombe Mungu aliye hai. Kauli anayoitaka kutoka kwako ni kwamba uondoke kaburini. Kubali kuondoka kaburini. Kubali kutoka kaburini. Ningesema wazi pia ya kwamba aibu ya adui anapojua umeponyoka na hautarudi tena kaburini, anakasirika sana. Wakati adui alitengeneza kaburi lako, kaburi la huduma, kaburi la ndoto, kaburi la ndoa, kaburi la jina lako, kaburi la heshima yako kuondolewa, alitarajia kutainuka mateso juu yako, lakini pia alitarajia wewe hautainuka tena, kwa sababu mateso aliyoyaachilia kwako alijua hautaweza tena kusimama. Aliwaambia wengine ametoka, hataweza kusimama tena. Lakini pale Mungu anapokuinua mbele ya wale waliokuona ukianguka, aibu inarudi kwa adui, si kwako. Ndio maana ni muhimu sana unapokuwa unajua principle ya kumwamini Yesu. Hata kama asubuhi utachafuliwa, lakini asubuhi hiyo hiyo tamka na kusema, sitakaa kwenye hili kaburi la kuchafuliwa, kwa sababu yuko ambaye alinipa neema ya kunipa vazi jipya. Aibu hii ambayo adui amenitengenezea itarudi kwenye nyumba yake, itarudi kwenye moyo wake, itarudi kwenye kaya yake, itarudi kwenye mipaka yake, itarudi katika historia yake, itarudi katika kizazi chake. Aibu ya adui ni kubwa kuliko anguko lako, kwa sababu sasa unahubiri alikokutarajia ufe kimya. Kuna mahali alitaka akuone ukiwa unalalamika, lakini kutokea huko umeanza kuhubiri habari njema, kwa sababu sasa unaponyesha alipokufanyia jeraha. Kwa nini? Kwa sababu Yesu Kristo anakuambia usilie. Lakini kwa sababu sasa unasimama madhabahuni alikotangaza haustahili. Ndugu msikilizaji, nikuambie wazi, ukisha tambua ya kwamba Mungu amekupa kibali, kiwe ni kibali ambacho wengine wanaona ni kichafu, hakifai, lakini ile kwamba Mungu amekupa kibali, chochote wanachokifanya adui kukuondoa mahali popote ulipo, kukuharibia amani yako, kukuvurugia ndoa yako, kuvuruga biashara yako, kuvuruga masomo yako, ndoto yako, kuvuruga akili yako, ni kuambia nafanya kazi bure, kwa sababu mahali pale ambapo alijua umeanguka utasimama tena. Ninakuhakikishia Mungu atakuinua
na Mungu atakuletea wa kukutumikia, kwa sababu malaika hao wanatuonyesha wazi walienda kwenye kaburi la Yesu ili kutoa taarifa. Hautakuwa wewe tena ukiendelea kujieleza mbele yao. Kuna watu watawapa taarifa ya kwamba yule ambaye mlifikiri amezikwa amefufuka tena. Yule mlifikiri amekufa kwa ugonjwa, Mungu amemponya. Yule mlifikiri kwamba ni kipofu hataona tena, leo anaona. Yule ambaye mlifikiri dhoruba imemwangamiza, Mungu amemwinulia watu. Ndugu msikilizaji, natamani sana kukuambia ya kwamba aibu hiyo imekuwa aibu ya milele kwa Shetani, kwa sababu alikuwa anajua amemmaliza Yesu kwa hakika. Maana hawezi tena kuficha ushuhuda wa ushindi wa namna hii. Kaburi lipo tupu, jiwe limeviringishwa, na wewe hujafunikwa tena. Umeponyoka na hutarudi kaburini tena. Hiyo imetoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Katika siku ya leo, hii ni sehemu ya kwanza ya ujumbe ambao nilitamani kukuonyesha, na ninatamani sana usiache kufuatilia kipengele kitakachofuata katika siku hii. Natamani sana Mungu akuwezeshe. Omba ombi hili ya kwamba mimi makazi yangu sio kaburini. Nataka nikuseme na wewe ambaye tayari umejificha na umeacha hata kwenda kanisani kwa sababu ya jinsi ambavyo kaburi lako ni la aibu. Kaburi lako limetangaza ya kwamba hutainuka tena. Kaburi lako limegongelewa mhuri ya kwamba huyu ni mbaya. Natamani kukuambia ya kwamba wewe makazi yako na maisha yako hayataishia kaburini. Inuka uangaze, maana nuru imekuzukia. Yesu amefufuka kweli kweli. Basi Bwana Mungu akubarikie na kulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na akufadhili. Akuinulie uso wake na kukupa amani, katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Nikutakie wakati mwema. Tukutane kwenye kipindi kijacho.